Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone na comment vile vile una partage ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Vile vile una comment ukitujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani au maeneo gani, au unaweza ukatuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kwenye video kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako, au ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, bila kuchelewa, acha tuanze na taarifa ya habari. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako gavana mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi amewataka wakazi wa mji wa Uvira waendelee na shughuli zao za kawaida bila hofu, wakisitiza kuwa hali ya usalama ipo chini ya udhibiti wa vikosi vya ulinzi. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na taarifa mbalimbali zinazozunguka kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo, hususan kutokana na vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa muungano wa AFC M23 katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kurejea mjini Uvira, gavana Purusi amesema kuwa taarifa zinazosambazwa zikidai kuwa usalama wa mji huo uko hatarini ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji unaolenga kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Amewataka wakazi kutopokea wala kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wa gavana huyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya wazalendo wanaendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ya Uvira ili kuhakikisha usalama wa raia na kulinda mipaka ya nchi dhidi ya tishio lolote. Amesisitiza kuwa serikali ya mkoa inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama na kwamba hatua zote muhimu zimechukuliwa ili kuzuia jaribio lolote la kuvuruga amani. Amewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa kutoa taarifa kuhusu matukio au watu wanaotiwa mashaka. Kauli ya gavana imekuja wakati kipindi ambacho baadhi ya wananchi wamekuwa wakionyesha wasiwasi kutokana na taarifa zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano karibu na mji wa Uvira. Hata hivyo, mamlaka ya mkoa zinasisitiza kuwa hakuna sababu ya taharuki na kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kutekeleza jukumu lao ipasavyo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa katika nyakati za migogoro, taarifa zisizo sahihi zinaweza kuongeza hofu na kusababisha taharuki isiyo ya lazima. Hivyo wananchi wanashauriwa kufuatilia taarifa kutoka vyanzo rasmi na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Kwa sasa serikali ya mkoa inaendelea kutoa wito kwa wakazi wa Uvira kuwa watulivu na waendelee na shughuli zao za kila siku, na waendelee kushirikiana na vyombo vya dola ili kuimarisha usalama na utulivu katika eneo hilo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu ujumbe wa gavana Purusi, gavana wa Kivu Kusini, kwa wakazi wa Uvira kufuatia hali ya usalama inayoendelea kujadiliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mamia ya wakazi wameanza kukimbia makazi yao kutokana na taarifa za kuonekana kwa watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa ni waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa jamii na wananchi wa eneo hilo, harakati za wakazi zilianza usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wakazi wa maeneo ya Kambau, Pawanza na vijiji vya jirani walazimika kuamkia njia panda, huku wengine wakielekea mjini Butembo wakiamini kuwa ni eneo lenye usalama zaidi. Ripoti zinaeleza kuwa watu hao wenye silaha walionekana katika mazingira ya Maikengu ndani ya groupment la vijiji vya Bapakombe, jambo linalozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zimeacha nyumba zao pamoja na mali zao ili kuokoa maisha yao. Rais wa asasi za kiraia katika sekta ya Bapere, Kasereka Kageni Samuel, amesema kurejea kwa vitendo vya ADF katika eneo hilo kunatia wasiwasi mkubwa. Ameeleza kuwa wananchi wamekuwa wakitoa taarifa za tahadhari kwa mamlaka mara kwa mara, lakini hatua za kutosha za kuimarisha usalama bado hazijachukuliwa. Kasereka ametoa wito kwa viongozi wa kijeshi kuongeza vikosi vya ulinzi katika maeneo yanayotishiwa ili kuzuia mashambulizi mapya dhidi ya raia. Pia amewataka wawakilishi wa eneo hilo ndani ya serikali kuu kuzungumza wazi kuhusu hali ya usalama na kushinikiza hatua madhubuti zichukuliwe kwa ajili ya kulinda
wananchi. Ameonya kuwa kuendelea kwa wimbi la wakimbizi wa ndani kuna waweka wananchi katika mazingira hatarishi zaidi, kwani wengi wao hawana makazi salama wala msaada wa kibinadamu. Hata hivyo, wamewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana vikosi vya ulinzi kwa kutoa taarifa kuhusu watu au mienendo yote inayotia shaka. Hali hii inafuata shambulio lililotokea mwanzoni mwa wiki iliyopita katika kijiji cha Makumo, ambapo wapiganaji wanaodaiwa kuwa ni wa ADF walivamia eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, takriban watu 10 waliuawa, nyumba kadhaa ziliteketezwa kwa moto na raia wengine walichukuliwa mateka. Familia nyingi zilikimbia mashambulizi hayo, zikiendelea kuishi katika mazingira magumu bila msaada wa kutosha. Si mara ya kwanza viongozi wa kiraia kutoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya ADF katika sekta ya Baperi. Tayari walikuwa wameonya kuwa vijiji vya Mambao, Makele, Makumo na Suma vilikuwa katika hatari ya kushambuliwa tena. Tahadhari hiyo ilitolewa kufuatia shambulio la usiku wa tarehe 21 na 22 Julai mwaka 2026, ambako watu wasiopungua 7 waliuawa, nyumba nyingi zilichomwa moto na mamia wakazi walazimika kukimbia makazi yao. Kwa sasa hali usalama katika eneo la Lubero inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wananchi wakisubiri hatua za haraka kutoka kwa wanajeshi wa serikali ili kurejesha amani na kuhakikishia wananchi usalama wa kutosha. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu hali ya usalama katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hatua mpya kuimarisha sekta ya kilimo inatarajiwa kuanza katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini, ambako Waziri Muhindo Nzangi anatarajiwa kukabidhi takriban matrekta 20 kwa wakulima kabla ya kuzindua ujenzi wa kiwanda cha kuunganisha matrekta katika ukanda maalum wa kiuchumi wa Musienene. Mradi huo unatekelezwa kupitia kampuni ya uwekezaji wa Tuvali Equateur na unalenga kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kuwapatia wakulima vifaa vya kisasa vitakavyorahisisha shughuli zao za kilimo. Ugawaji wa matrekta unatarajiwa kusaidia kupunguza matumizi ya nguvu, kazi ya mikono na kuongeza tija mashambani. Mbali na ugawaji wa matrekta, ujenzi wa kiwanda cha kuunganisha mashine hizo unatajwa kuwa muhimu katika kuendeleza viwanda vya ndani. Kiwanda hicho kinatarajiwa kutoa ajira kwa vijana, kuimarisha ujenzi wa kiufundi na kupunguza utegemezi wa kuagiza matrekta yaliyokamilika kutoka nje ya nchi. Wataalamu wa maendeleo wanaeleza kuwa uwekezaji katika kilimo na viwanda unaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kufufua uchumi wa Kivu Kaskazini, eneo ambalo limeendelea kukabiliwa na changamoto za usalama kwa miaka mingi. Ikiwa mradi huo utatekelezwa kama ilivyopangwa, unaweza kuwapa wakulima uwezo mkubwa wa kuongeza uzalishaji wa chakula na kuboresha kipato chao. Wananchi wa Butembo na maeneo ya jirani wamepokea taarifa hizo kwa matumaini, wakiamini kuwa upatikanaji wa zana za kisasa za kilimo pamoja na uwekezaji wa viwanda utakuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi katika eneo hilo. Hata hivyo, wadau wanasitiza kuwa mafanikio ya mpango huo yatategemea na utekelezaji wake, usimamizi mzuri wa vifaa vitakavyogawiwa na kuhakikisha wakulima wengi wananufaika na fursa hizo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu mpango wa Waziri Muhindo Nzangi wa kukabidhi matrekta kwa wakulima wa Butembo na kuanzisha ujenzi wa kiwanda cha kuunganisha matrekta katika ukanda maalum wa kiuchumi wa Musienene. Hatua hiyo inalenga kuimarisha sekta ya kilimo na maendeleo ya kiwanda huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wasafiri wanaotumia barabara zinazounganisha Uvira na Luvungi, Mwenga na Uvira pamoja na Uvira, Fizi na Baraka katika mkoa wa Kivu Kusini wameeleza wasiwasi wao kutokana na kuongezeka kwa vizuizi vya barabarani vinavyowekwa na baadhi ya wapiganaji wa Zalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wananchi uliokusanywa Jumanne tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026, wasafiri wanaolazimika kupita katika barabara hizo wanadaiwa kulipa fedha zinazokadiriwa kuwa kati ya faranga za Kongo 10,000 hadi 50,000 katika kila kizuizi.
Wananchi wanasema hali hiyo imeongeza gharama za usafiri na biashara, huku ikiwaletea mzigo mkubwa wa kifedha. Wafanyabiashara na madereva wanaotumia njia hizo mara kwa mara wanasema ongezeko la vizuizi vimekuwa vikwazo vikubwa kwa wasafirishaji wa bidhaa na huduma. Baadhi yao wameeleza kuwa malipo hayo yasiyo rasmi yanasababisha kupanda kwa bei za bidhaa sokoni, jambo linaloathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida. Licha ya kutambua mchango wa wazalendo katika kusaidia FARDC kupambana na makundi ya waasi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wa maeneo hayo wanasisitiza kuwa vita dhidi ya waasi havipaswi kuwa sababu ya kuwaongezea wananchi mzigo wa kodi au ushuru usio idhinishwa. Wamezitaka mamlaka za serikali na viongozi wa kijeshi kufuatilia tuhuma hizo na kuhakikisha kuwa usalama wa raia pamoja na uhuru wa usafiri unalindwa. Kwa sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na FARDC au viongozi wa wazalendo kuhusu malalamiko hayo. Hata hivyo, wananchi wanaendelea kuomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuondoa vizuizi visivyo halali na kurejesha hali ya kawaida katika barabara muhimu zinazounganisha maeneo ya Uvira, Fizi, Baraka na Mwenga. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu malalamiko ya wasafiri dhidi ya ongezeko la vizuizi na ushuru usio rasmi katika baadhi ya barabara za Kivu Kusini. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuongee moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Tuelekee sasa barani Afrika ambako Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema Afrika haijawahi kukosa maono na vipaumbele vya miundombinu ya bara hilo na kwamba sasa ni utekelezaji wa maono hayo. Kauli hiyo ameitoa leo wakati akizindua mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Jukwaa hili limejadili mengi, lakini swali kubwa lilikuwa ni je, nini kifanyike ili Afrika iweze kujenga miundombinu kwa kasi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya sasa. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Jukwaa hili limewakutanisha zaidi ya washiriki 12,000 wakiwamo viongozi wa Afrika, wawekezaji, taasisi za fedha za kimataifa na wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za Afrika kutoka katika sekta ya nishati na miundombinu, ambao kwa pamoja wamejadili mustakabali wa miundombinu imara na ya uhakika barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema jukwaa hili lina umuhimu mkubwa na linafanyika katika wakati sahihi. That's why this forum matters. Ndio maana jukwaa hili lina umuhimu mkubwa. Linawaleta pamoja viongozi, wawekezaji, taasisi za fedha na washirika wa maendeleo wakiwa na lengo moja la pamoja. Into bankable project. Mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka Afrika kadhalika wameshiriki jukwaa hilo leo. Katika hotuba yake ya ufunguzi, afisa mtendaji mkuu wa Africa 50 Elan Ebobise amesema taasisi ya Africa 50 inatambulika rasmi duniani kama taasisi inayoongoza katika uwekezaji wa maendeleo ya miundombinu barani Afrika. In 10 years of operations, katika kipindi cha miaka 10 ya uendeshaji wake, taasisi hii imewekeza katika miradi 36 ya miundombinu katika nchi 34 za Afrika. Across 34 African countries. Waziri wa fedha wa Tanzania ambaye pia ni mwenyeji wa jukwaa hilo, Balozi Hamis Musa Omar, alizungumzia nafasi ya Tanzania kama mwenyeji wa jukwaa hilo. Makamu wa Rais wa Kenya, Kithure Kindiki, alitoa uzoefu wa Kenya kwenye miundombinu na kisha akashauri is that Africa needs to build confidence. Afrika inapaswa kujenga imani kwa uwezo wake wenyewe. Ni wakati wa Waafrika kuamini kuwa bara letu lina uwezo wa kufanya yale ambayo mataifa mengine duniani yamefanikiwa kufanya. What others have been able to do. Jukwaa hili la siku 2 linatarajiwa kuimarisha hadhi ya taifa kama kitovu cha mikutano ya kimataifa ya biashara na uwekezaji barani Afrika, sambamba na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na maendeleo endelevu ya miundombinu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
Sasa turejee hapa barani Ulaya ambapo mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji pamoja na sera kali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Mkutano huo wa mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Alhamisi iliyopita wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika. Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua, ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vile vile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Brunner aliuambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Brunner alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa yaliyotokea, lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania, ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji. Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo. Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya, ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark Morten Bodskov ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani Matteo Piantedosi amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine. Shukran Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee viwanjani ambako michuano ya kombe la WAFCON inaendelea nchini Morocco, huku jumla ya timu 5 zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo fainali. Afrika Kusini, mabingwa wa mwaka 2022 na waliowahi kuwa washindi wa pili mara 5 kwenye mashindano haya makubwa ya soka la wanawake Afrika, waliambulia ushindi mwembamba dhidi ya Burkina Faso na pia walihitaji Ivory Coast iwashinde Tanzania. Saumu Njama amezungumza na Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo, na kwanza anaangazia matokeo ya mechi za kundi B. Afrika Kusini walijitahidi sana, japo vile viwango vyao kidogo vilikuwa vimeshuka sana katika makala haya, ikitiliwa manani kwamba ni timu ambayo imeshiriki mara si moja na pia imewahi vile vile pia kuweza kuliwahi ile taji, lakini nafikiri kwa ni lazima ongeza kushinda, kwa sababu ukiangalia walianza kwa kujikokota. Kocha ambaye wako naye Desire Anis, kocha ambaye kwamba amekuwa na timu hiyo kwa kipindi kirefu sana, alibadilisha tu mikakati na kuweza kubadilisha mbinu kuelekea mechi ambayo kwamba waliweza kuipiga hapo jana na kuweza kupata ile ushindi. Twiga Stars wamepambana mno, tumeweza kuona angalau wameondoka na pointi zao 3. Nini kiliwasibu? Walikuwa wapi dhidi ya Ivory Coast?
Twiga Stars nakumbuka tukizungumza na kocha kuelekea katika mchezo wao na kwa kweli unakumbuka katika mechi ambayo kwamba ilipita kulikuwa na makosa ambayo yalijitokeza, makosa ya kimbinu, lakini dhidi ya Ivory Coast walijipanga vizuri. Kangalole mchezo ulikuwa ni mchezo ambao kwamba ulikuwa ni wa kimbinu, ulikuwa ni mchezo ambao kwamba ni wa kiakili zaidi. Timu ya Tanzania imejitahidi sana ukilinganisha katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kikosi kiko vizuri, niangalia kikosi kinashirikisha wachezaji ambao kwamba ni wachanga kuelekea katika mashindano yajayo ambapo watakuwa nafuzu. Naamini ni mojawapo ya timu ambayo kwamba inaweza kuangaliwa sana. Harambee Starlets wamerudi nyumbani bila pointi hata moja. Pengine nini wamejifunza kwa mtazamo wako kina dada hawa wawakilishi wa Afrika Mashariki? Kubwa ambacho kwamba wamejifunza ni maandalizi. Kiangalia nafasi nyingi sana za kufunga magoli ni jambo la kwamba liweza kuwaponza. Jambo lingine ambalo pia kocha Odemba lilikiri baada ya mchezo ni kucheza na timu ambazo kwamba zinakuwa ranked katika nafasi ya juu. Nafikiri unajipima vizuri uwezo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli baba, ni tournament ambayo kwa kweli Kenya inaondoka ikumbuka kwamba haijafunga hata bao moja na haijaupata hata ushindi hata mmoja ikilinganishwa na makala ya mwaka 2016 ambapo kwamba ilishiriki kule Limbe na Yaounde Cameroon. Kuna swala pia la uteuzi wa kikosi. Ukiangalia kwenye kikosi cha Kenya ni mchezaji mmoja pekee yake ambaye alishiriki katika makala ya mwaka 2016 ambaye lile na war. Ni funzo ambalo kwamba wamelipata kujipanga upya. Leo ni zamu ya Malawi dhidi ya Zambia, kisha mabingwa mara 10 Nigeria watashuka dimbani na Misri. Hili kundi C ushindani uko vipi na labda tutarajie nini? Inavyosimama kwa sasa hivi ni kwamba Malawi wana alama 6, wanaongoza kundi baada ya kazi nzuri ambayo walifanya katika mechi zao mbili, wameshinda mechi mbili. Zambia nafasi ya pili kwa alama 3, wametoshana alama na Nigeria nafasi 3. Nafikiri kwa sababu ya utofauti wa magoli tu, kwa sababu Zambia wana ubora wa magoli alafu Misri wanaburura mkia. Ile kundi Misri moja kwa moja nafikiri kimahesabu wana kazi ngumu sana kwa sababu wanapiga zile hesabu za Kenya na Senegal. Nikitathmini tu nahisi itakuwa ni mchezo mzuri. Misri na Nigeria, Misri wana kibarua cha ziada, Nigeria tajriba ambayo kwamba wako nayo wataitumia vizuri sana. Alafu mchezo mkali ni wa Malawi na Zambia. Wakijipanga vizuri Zambia wanaweza kuelemea Malawi japo itakuwa ni shughuli pevu. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabona na comment vile vile unapartage, wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video kwenye picha na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Lango jina ni Ite George, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Karibu tena, asante, tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni.